Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tumsifu Yesu Kristo. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Kidumu Chama cha Mapinduzi. Kidumu Chama cha Mapinduzi. Ng'ara Daktari Samia Hassan Suluhu ng'ara. Ng'ara Mheshimiwa Mbunge ng'ara. Ng'ara diwani wetu ng'ara. Mheshimiwa Mbunge wa jimbo la Sengerema, ndugu Kombe sana mkomunisti Hamisi Mwagao Tabasamu, ndugu mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi ndani ya kata hii ya Kasunganile, natambua uwepo wa viongozi waandamizi wa Chama cha Mapinduzi na jumuiya zake kuanzia ngazi ya kata, ngazi ya matawi mpaka ngazi ya mashina. Natambua uwepo wenu, lakini pia kwa kipekee natambua uwepo wa watumishi wetu waajiriwa wa serikali katika idara na sekta mbalimbali. Kwanza nimekwambia haya. Sina kuaje, nimwambia nimefiwa. Kama nilivyotambulishwa, kwa sababu inawezekana ni kwa mara ya kwanza nikiwa nimesimama hapa mbele yenu na nikiwa nimefanya ziara nikiambatana na Mheshimiwa Mbunge kwenye ziara yake ndani ya kata hii, nijitambulishe. Mimi naitwa Comrade Patrick Mathias Mdeba, ndiye mwenyekiti niliyepewa dhamana ya umoja wa vijana wa Chama cha Mapinduzi ndani ya wilaya hii ya Sengerema. Tena miongoni mwa viongozi waliokuwepo kwenye vikao wakasema kwamba hiki kichwa kinafaa, huyu kijana anatakiwa aende kule ili akapewe dhamana, ni diwani wenu. Nakushukuru sana basi. Kwa hiyo naye alikuwa ni sehemu ya vile vikao. Nipo hapa nikiwa kama mwenyekiti wa umoja wa vijana wa Chama cha Mapinduzi, lakini pia kama mjumbe wa kamati ya siasa nikiwa nawakilisha Chama cha Mapinduzi wilaya. Ninao ujumbe kutoka kwa chama, kutoka kwa katibu wetu wa CCM ndani ya wilaya hii. Na huo ujumbe ni kuhusiana na kadi za kielektroniki. Tunafahamu zipo huku na viongozi wamekuwa wakiwapa taarifa. Sasa nisilielezee sana, ila ninachotaka kuambia tu kwamba taarifa mnazozipokea kutoka kwa viongozi ngazi ya kata, kwa katibu na viongozi wengine, hayo ni maelekezo na ndio utaratibu ulivyo kuhusiana na hizo kadi. Kunayo michango ambayo inatakiwa kutolewa kwa hizo kadi, shilingi 2,200. Hizo 2,200 natakiwa mzipokee hizo kadi mtoe, kwa maana zinatakiwa zitume makao makuu kwa ajili ya wengine pia kutengenezewa hizo kadi. Lakini pia na kadi zingine zipo za kutosha. Hayo mengine sasa nisije nikagusa Mheshimiwa Mbunge ni ya kwake, ila mimi ninawataka tu kuambia maelekezo yote yanayohusiana na kadi ambayo yanatolewa na viongozi wa ngazi ya kata yote ni sahihi. Katibu wa Chama cha Mapinduzi ndani ya wilaya hii anawaasa kuyatekeleza na kuzingatia, kwa maana yanatoka makao makuu ni ya kitaifa na sio kwamba yametungwa hapa wilayani au katika ngazi za kata. CCM oye! Hapo vipi? Sasa nahamia kwenye hii engo nyingine. Ndugu zangu viongozi na wanachama wa Chama cha Mapinduzi ambao umefanikiwa kufika kwenye ziara hii ya Mheshimiwa Mbunge, sisi kama umoja wa vijana wa Chama cha Mapinduzi tunafahamu kazi ambazo wanazifanya Mheshimiwa Mbunge, lakini na chama kwa ujumla kwa dhamana alionayo na wajibu wa utekelezaji wa ilani ndani ya jimbo hili la Sengerema. Tunafahamu wito alionao, tunafahamu kujitoa na kujituma kwake kuhakikisha na waleteni maendeleo. Ninachotaka kuwaomba ni kitu kimoja. Hakikisheni mnakisaidia chama hiki katika maeneo yenu na katika nafasi zenu na katika dhamana zenu mlizopewa. Mnakisaidia katika maeneo yapi? Moja ya namna kukisaidia chama hiki na kusaidia kwa maana ya kutekeleza wajibu wenu katika maeneo mliopo na nafasi zenu ni kuyasema yale ambayo yanafanywa na viongozi wetu kuanzia ngazi ya taifa, ngazi ya jimbo na katika ngazi ya kata. Kwa dhamana zenu mna wajibu wa kuhakikisha mnakuwa mabalozi wote wazuri wa kuzipeleka habari njema za Mheshimiwa Mbunge Hamisi Mwagao Tabasamu na utekelezaji wake wa ilani na maendeleo anayoyaleta ndani ya kata kwa wengine ambao sio wana CCM na wengine ambao ni wa vyama vingine. Na yawezekana wakakipenda zaidi hiki chama, wakaona kweli hiki chama kinafaa kuendelea kuwa mkombozi ndani ya taifa hili na katika maeneo yetu kwa kila ambacho kinafanyika, basi na sisi tujiunge. Kwa hiyo huko ndo kukitangaza chama na kuhakikisha mambo yote yanayofanywa myaseme. Sio Daktari Samia Hassan Suluhu analeta mafedha yote. Mheshimiwa Mbunge anaenda kule bungeni anakaba. Anapambana kila eneo katika wizara tunamuona.
mheshimiwa diwani wanashirikiana huku kwamba mheshimiwa mbunge kuna hii, kuna kero hapa, mnaona zimetajwa za kutosha, ameandika. Yakija akatekelezwa tunabaki tumeyaweka mfukoni. Siasa iendi namna hiyo, tutakinyima mvuto chama hiki. Lazima watu waendelee kuona, kuambiwa yale ambayo yanafanywa na viongozi wetu, ili tunapoenda kwenye uchaguzi unaokuja tutaenda tukapate kura za kishindo za Chama cha Mapinduzi kwa wale ambao tutawasimamia. Na tutaanza na uchaguzi wa serikali za mitaa. Si tunafahamu mwaka huu tuna uchaguzi wa serikali za mitaa. Sasa hilo nimeona niwaambie ili mtekeleze wajibu wenu. Sio mheshimiwa mbunge anafanya mnakuwa tena na wivu. Kwa sababu tunaona mheshimiwa mbunge akifanya wengine roho zinawauma kabisa. Yaani wanatamani mheshimiwa mbunge asifanye ili waseme. Sasa hizo ni nongwa na vitu ambavyo jamani mtajiua nyewe wenyewe vifua. Ukiona umekapwa babaya, kulia tu, acha fanye. Huo ni wivu. Sasa kama mheshimiwa anafanya, wewe unaumia. Unaenda unakaa unafikiria tena unatafuta jambo jingine. Roho za namna gani hizo? Unataka wananchi wasihudumiwe? Hiki chama sio cha kwetu tu sisi ambao ni viongozi na ambao tunajiita wajumbe tunaoenda kumchagua kwenye mkutano mkuu. Hiki chama ni cha wananchi. Ndio maana mnaona leo hii wapo hapa watumishi wa serikali ambao wamekuja wamehudhuria kwenye ziara hii ili kuweza kuona namna gani wananchi hawa, kama kuna kero, kuna changamoto, namna ya kuwahudumia, na ndio wajibu wa serikali kwa wananchi wake. Kwa nimeona niseme ili mtambue kwenye hilo. Sasa hilo nalisema kama mwenyekiti wa vijana ambaye na dhamana ya usalama wa chama hiki. Sehemu yoyote pakitetereka, sisi kama jumuiya ya umoja wa vijana lazima tuhakikishe tunapaona. Wale wote ambao wanatengeneza nongwa, wanatengeneza fitina, fikisu, roho mbaya, kuturudisha nyuma na kwa ule utekelezaji wa ilani ambao unaenda vyema, hao sisi sio sehemu yetu. Na sisi kama umoja wa vijana, kama mwenyekiti, nimeamua kutoka sasa, na ndio maana mnaniona tutaanza kushughulika nao kwenye majukwaa na kwenye maeneo ya aina yoyote. Sisi ndio jeuri ya chama hiki. Mheshimiwa mbunge, wewe fanya kazi yako. Bado ziara sijaifanya katika jimbo hili kwenye kata zako. Lakini tutakapoanza kufanya ziara na tutafika kwenye maeneo yote, ndio watajua sasa jumuiya hii aliyeingia naye ni kijana, ni kichwa kingine hicho. Kwa hiyo wewe fanya kazi na tutakulinda, tutakusaidia. Mheshimiwa diwani, fanyeni kazi, msaidieni mheshimiwa mbunge. Na hata wewe mheshimiwa diwani, sehemu nazoenda niliseme wazi. Tunao vijana wa itifaki ndani ya kata hii. Mwenyekiti si upo, mwenyekiti wa vijana wa kata hii. Maelekezo nayo yatoa hapa, tutafanya utaratibu kwa sababu tunaelekea kwenye uchaguzi wa serikali za mitaa. Mheshimiwa diwani anapokuwa ana kikao kwenye eneo lolote, tuhakikishe tunampa vijana wa itifaki kwa maana usalama wake. Kama mheshimiwa mbunge tunavyoongozana naye hapa, mimi si ndo nipo. Usalama wake huko kwangu. Akipigwa kofi hapa lazima simu zilie makao makuu. Mwenyekiti ulikuwepo. Hizo vurugu zimetokea wapi? Na wajibu wetu kuwalinda viongozi kama hawa, na hatumlindi tu kwa bahati mbaya labda na vipi, na kazi anazifanya kweli mnamuona alivyonyoka. Sasa jambo jingine la mwisho kwenye uchaguzi wa serikali za mitaa. Nimeona vijana wenzangu kila eneo wanakuwa wanazungumzia sana kuhusiana na kuwahamasisha vijana wenzetu waende wakagombee kwenye nafasi hizi. Tunafahamu wenye viti wa vitongoji mpo, wenye viti wa vijiji mpo. Kwenye uchaguzi wa mwaka huu, na waomba sana wazazi wangu, twendeni tukaangalie vijana ambao tukiwapima kwa nia yao ya dhati, kwa mienendo yao, kwa tembea yao, kwa ongea yao, na katika namna yoyote ambayo mtizamo wa jamii unawatizamia, wanaweza wakawa na busara, wanatufaa kushirikiana na sisi katika maeneo hayo, wapeni nafasi kwenye uchaguzi wa serikali za mitaa. Na nyie vijana ambao mtajipima katika mazingira hayo, mnaona busara zinawatosha. Ukienda kuzungumza na mzee, anaona kabisa hazungumzi na kijana, anazungumza na mzee mwenzie kupitia mawazo, kwa sababu hizi vitu ni fikra na mawazo na maono ambayo unakuwepo nayo.
basi nendeni mkaombe ridhaa hizo, msiogope kuchukua fomu. Na mimi nitawaomba huku viongozi wangu ngazi ya kata, mheshimiwa diwani, mheshimiwa mbunge, mwaunge mkono wa vijana, hata kama ni nauli mafuta, kwa sababu nyie mmejitafuta muda mrefu, na hawa vijana ndio kwa kwanza wanaanza. CCM oyee! Na waomba wazazi wangu, simaanishi nyie ambao mliopo mfai, lakini ni demokrasia, na ndani ya chama chetu ushindani lazima uwepo. Tuandae vijana ambao kesho na kesho kutwa mheshimiwa diwani akitoka wanaweza wakawa halisi wazuri. Nisiposema hivi kama mwenyekiti wa vijana, nani akaseme sasa? Qur'ani takatifu inasema kwamba kul hakama kana mura. Nitasema kusema kweli, japo kweli nafanyaje? Nauma. Mheshimiwa mbunge, nimekosea? Sema kweli japo kweli inauma. Ndio kazi yangu kusema. Sasa kwenye hizi chaguzi, mheshimiwa mbunge, ni kuombe wewe ndo mwakilishi wetu. Nikupe ujumbe mmoja kwamba tunatamani sana kwenye maeneo yote ya uwakilishi wa vyombo vya maamuzi tuwepo na vijana. Kuanzia tunafahamu nafasi za waheshimiwa madiwani, kuna madiwani wa viti maalum, kundi la wanawake ambao kwa viti maalum, kwa maana wanawakilisha. Sasa tunaomba mkaendelee kuchochea hii hoja ambayo imeshaibuliwa tayari, na sisi vijana tunaifanya kuwa hoja, kuwa na wabunge wa viti maalum pia kundi la vijana, kwa maana pia pale ni sehemu ya maamuzi. Lakini pia jambo jingine ambalo lazima liwe ni hoja, na mheshimiwa mbunge, na wewe nenda kajiridhishe, muone, wasije wakanifikiria mwenyekiti wa Sengerema sasa ashaanza kuleta hizi hoja ana nia gani, kwa sababu hii nchi watu hawachelewi kutafuta nongo kwenye mitandao ya kijamii. Ni kwamba kwenye hizi nafasi za wabunge wa viti maalum kundi la vijana, tunafahamu nia ya dhati na mapambano ya tangu karne na karne ya kupigania kwamba kuwepo na usawa wa kijinsia na tuwepo na uwakilishi kwenye nafasi za maamuzi, haswa kwenye muhimili mmojawapo wa nchi ambao ni bunge. Na ndiyo maana tukaja tukapata wabunge wa viti maalum ambao ni wanawake. Hilo tunalifahamu vizuri sana. Lakini pia kwenye haya, kwa wanawake hao kuna makundi maalum pia, ambapo kuna walemavu na kuna vijana. Lakini sasa kama vijana tusipozungumza hii hoja na tukalete maboresho kwamba tayari tunao wabunge wa viti maalum ambao wanatokana na UWT, hawa wapingiki jinsia yao lazima wawe wanawake katika usawa. Tukienda mbali zaidi, achana na hili kundi la watu wenye ulemavu, kwetu sisi kama vijana kwamba na wenyewe pia ni wanawake. Lakini vijana ukiangalia, tunapomtafuta mwenyekiti wa vijana taifa, hatuangalii jinsia, tunaenda tu tunagombea na tunakuwa tuko sawa kabisa. Tukienda tunatafuta mneki wa vijana ndani ya chama chetu, hakuna ubaguzi wa namna hii kwamba aende mwanamke peke yake. Tukizungumzia vijana ni jinsia zote, ke na me. Kama inafaa basi tuende tukawe na uwakilishi kwenye nafasi za vijana kundi maalum wa bunge, hata wa kiume na wenyewe wawepo, kwa sababu hii haitenganishi, haifungamanishi. Kama kuna namna ya usawa wa kijinsia, mheshimiwa mbunge, tuangalie hivi vigezo, tuongeze sehemu gani. Lakini tukisimama kama vijana kuwe na usawa wa kijinsia, tusiwe tukatafuta usawa kwa kutengeneza ubaguzi. Hilo inawezekana mtu mwingine akasema sasa wewe anaanza kutubagua, lazima tuseme na sisi ndio vijana. Fikra za kujenga, fikra za kuboresha zinatakiwa zitoke kwetu. CCM oyee! Sasa hilo nimelichomekea mheshimiwa mbunge, na nitakupa kwa sababu nimefanya tafiti zangu na nimejiridhisha kupitia kwenye tangu Umoja wa Mataifa kwenye hizo miongozo zinazotaka huku kwenye nchi kutengeneza hii misingi. Nimejiridhisha kwenye sheria za ndani, ili uende ukalichomekea hilo. Kama tunapata wakike wawili kwa vijana, basi tupate na wakiume wawili, au kama sivyo kabisa, basi julikane kwamba hiyo ni wabunge wa viti maalum kundi la wasichana. Tujue CCM oyee! Hilo lazima niseme. Ndio maana nikasema sema kweli japo kweli nafanyaje, inauma. Mheshimiwa mbunge, wewe ndio mwakilishi wetu. Baada ya kuzungumza hayo, kuna kamkasa kamoja mheshimiwa mbunge. Dakika zangu sita, si bado? Ameniambia sita. Zimeisha. Kuna mkasa mmoja ni waache nao wazazi wangu. Baba mmoja alikuwa na watoto wake wa kike hao wawili. Sasa sijui niseme hao wawili kwa sababu vidole nilivyotumia sio sahihi sana. Wawili. Wale watoto wake wawili wakaposwa, wakaolewa. Mmoja akaolewa sehemu nyingine, mkoa mwingine, na mwingine akaolewa mkoa mwingine. Ikawa ni furaha kwake. Baada ya mwaka mmoja akajadiliana na mke wake kwamba mke wangu, sasa hao watoto wetu wameolewa na wapo nyumbani takriban mwaka huu mmoja.
sio busara sana, basi nimeona mimi niende nikawatembelee, nione maisha yao yanavyoendelea kule. Alipoenda kumtembelea mmoja, alikuwa ameolewa na mtu ambaye anafanya sanaa za ufinyangaji, alikuwa anafinyanga viungu hivi. Alipofika pale akasalimiana, mnaendeleaje? Vizuri, mambo yanaendaje? Salama kabisa mko wangu, changamoto ni nini? Sisi hapa tuko vizuri, lakini pia na ombi moja. Mtoto wake akamwomba, mme wangu huyu katika kazi yake ya sanaa ya ufinyangaji ametengeneza viungu vingi sana, kwa hiyo tuombe tu Mwenyezi Mungu, kwa maana jua liachie. Hili jua likishaachia vizuri, basi hivi viungu vitakauka na alhamdulillah tutakuwa matajiri miaka inayokuja baada ya kuuza hivi. Baba akasema sawa, mimi kuwaombea kama watoto wangu ni heri na ni wajibu wangu. Akaondoka, akaenda tena kwa yule mtoto wake mwingine ambaye alikuwa kwenye mkoa mwingine. Alipofika yule mtoto wake alikuwa ameolewa na mkulima. Yule mkulima akamwambia kwamba jamani, sasa mimi akamwambia mtoto wake, sasa anamwambia babake, baba tuombee mimi na mme wangu kalima ekari za kutosha kabisa mpunga. Sasa kama kalima ekari za kutosha kabisa za mpunga, tumuombe tu Mwenyezi Mungu basi mvua inyeshe ya kutosha kabisa. Yaani mvua ikiwa nyingi, basi sisi umaskini tutakuwa tumeuaga na wewe baba, basi utapata mazao ya kutosha. Sasa alipoambiwa hivyo akarudi mpaka nyumbani. Anafikiria sasa hapa maombi yake yaombe jua liwake au aombe mvua inyeshe. Akashindwa kuelewa. Akarudi mpaka kwa mke wake. Mke wake yeye anafika tu kiu ya kwa watoto wake mwaka mmoja hajawaona, anamuulizia mume wake, mume wangu vipi, watoto wanaendeleaje? Akasema kwamba watoto wetu mke wangu wanaendelea vizuri. Wamesemaje? Akasema tu kwamba kwa kweli bado linamsumbua sasa ile maombi ya watoto wake, kwamba afanyeje, anaombaje, kwamba akiomba jua huku panaharibika, akiomba huku panafanyeje, panaharibika. Ilichopata tu akamwambia kwamba kwa nini mume wangu, akamwona hali aliyopo na mbona kama una furaha, akamwambia tu kwamba mke wangu, lolote litakalofanyika basi sema alhamdulillah. Kwa nini unasema hivyo mume wangu? Akarudia tena akamwambia kwamba kilichobaki mke wangu, basi jua likinyesha basi ubaki kumshukuru Mwenyezi Mungu tu, useme kwamba asante Mungu. Mvua ikinyesha basi useme asante Mungu, na ndio hali ya watoto wetu ilivyokuwa. Nimesema hivyo kwa mheshimiwa mbunge kwamba tuna mheshimiwa mbunge ambaye mvua ikinyesha, kwa hali na namna ambavyo anashughulikia mambo, tuseme tu asante Mwenyezi Mungu, na mbunge tunaye atafanya. Jua likiwaka, mjue pia katika mazingira fulani, maeneo ambayo yanatakikana, basi tumshukuru Mwenyezi Mungu na tuzidi kumwombea mbunge wetu heri na baraka katika utumishi wake. Tuseme alhamdulillah. Baada ya kuzungumza hivyo, niseme Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, asanteni sana.